sekeseke la I say mambo mengine haya jamani, unabaki tu unawaza afu upate hata majibu kwamba mwamba alikuwa na mwamba alikuwa amewaza kipi au alikuwa amefanya, alikuwa anafikiria kufanya kipi kwa kitendo cha hivi. Unajua kwanza ni hata ile kwamba ndio umekaa hapo umeshusha nguo yako yaani kitendo tu kwanza cha kumshushia tu nguo yako mtoto afu muoneshe maumbo yako unajua ni eka alafu sasa ndo sasa auishi tu kumuonesha. Sasa wewe ndo unamnyonyesha kabisa kijana anayefahamika kwa jina la Ibrahim Saidi maarufu kama vile Kitundu. Leo Aprili 17, yes, Aprili 17 2026 amepandishwa kizimbani katika mahakama ya hakimu mkazi wilaya ya Tabora akitumiwa kwa kosa la kumwingiza uume wake mdomoni mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6. Jina la kijana huyo likiwa limehifadhiwa, wala mtoto likiwa limehifadhiwa, tukio ambalo anadaiwa kulifanya majira ya saa 6 mchana huko mtaa wa Nyerere, kata ya Ipuli, manispaa ya Tabora. Ibrahim Saidi maarufu kama Kitundu, miaka yake ni 18, mkazi katika shauri hilo la namba 8227 la mwaka 2026, anadaiwa kutenda kosa hilo la shambulio la aibu Machi 22 mwaka 2026 huko katika mtaa wa Nyerere, kata ya Ipuli, manispaa ya Tabora, baada ya kumchukua mtoto huyo nyumbani kwao na kwenda naye kwenye kibanda cha kurushia filamu ambapo akamdanganya na kumwekea uume wake mdomoni akimtaka aunyonye kwa ajili ya kujifurahisha kingono. Katika maelezo ya awali ya kosa yaliyowasilishwa mahakamani hapo na wakili upande wa Jamhuri Steven Mzava, mtumiwa Ibrahim Saidi maarufu kama Kitundu anadaiwa kutenda kosa hilo la shambulio la aibu kinyume na kifungu namba 138A na D2 na B sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 iliyofanyiwa marejeo mwaka 2023. Mbele ya hakimu katika mahakama hiyo ya wilaya Demetrio Nyakunga, mtumiwa Ibrahim Saidi bwana Kitundu huyu alikana kutenda kosa hilo, huku mahakama ikizuia dhamana kwa mtuhumiwa huyo kwa ajili ya usalama wake kutokana na kosa aliloshtakiwa nalo mahakamani hapo. Hata hivyo, shauri hilo limeahirishwa hadi tarehe 29 Aprili 2026 mwaka huu, kesi hiyo itakapotajwa tena, huku mtuhumiwa akipelekwa mahabusu. Ndugu yangu, nilijaribu sana hii wakati tukio linatokea, nilijaribu sana kuwaza. Alafu hapa leo wakati naipitia tena hii nikakumbuka na ile story ambayo tulikuwa nayo jana hapa, tukaweza kuizungumzia yule bwana ambaye ameweza kumbaka bibi kikongwe mjane kwa kumnunulia soda, ananunulia soda alafu baada ya hapo akambaka. Sasa nimekumbuka na hii kwamba nikajaribu tu kuwaza kwamba ni inakuaje kwamba mtoto kwanza wa kiume, yaani hata angekuwa mtoto wa kike, mtoto wa kiume kwanza hakuna cha bora. Hata angekuwa kike ndio sio bora, lakini huyu wa kiume sasa, yaani mtoto wa kiume ambaye ni jinsia yako moja, unaenda kumshikisha huo mdudu alafu waunyonye. Sasa unabaki unajiuliza kwamba yaani jamii anayoishi kwamba hakuna mabinti au mabinti wamegoma kumpa hii huduma hiyo ambayo kwa anataka mpaka akampa mtoto. Na najaribu kuwaza kwamba yawezekana haikuwa mwanzo wa hiko alichokuwa wamekutwa nacho akikifanya, kwamba je, ilikuwa ni mwendelezo, huenda kuna mambo mengine ambayo nyuma washakuyafanya, au kama ndio alikuwa anafanya hivyo, maana yake kesho na kesho kutwa uje ufanye nini na wewe mtoto? Hayo ni mambo ambayo unajaribu kuyafikiria, alafu unaona kama vile hayafikiriki, na huenda wenyewe wazee wa kutafsiri sheria wameamua pia kuisogeza mbele ili shtaka
ili waweze kulipitia kwa undani zaidi, wajue kwamba wakamilisha uchunguzi na wakija kutoa jambo lile limenyooka.